Broad base. Oh, broad base. Broad base ni ya wabunge wa ODM. Broad base ni ya goons ya ODM. Broad base ni ya magavana wa ODM. Kwa sababu kuna goons ya ODM, hiyo ni broad base. Kuna wabunge wa ODM, broad base. Then kuna magavana ya ODM, broad base. Hao watu watatu hawana formula yoyote ya kutengeneza serikali Kenya hii na watakuwa nayo. Hawana. Ndio maana unasikia kwamba tuko broad base. Tuko serikali. Wakati wa serikali ya Moi tulikuwa na mawaziri karibu 6. Sasa leo hao wawili hao gargaria, mingine ni wa energy, hata stima kwa haiko Nyanza. Mwingine ni wa finance. Sasa ndio Wajaluo ndio maskini zaidi. Pesa nakalia kutongoza watoto wa wanawake. So amepewa bwana hata kutupiga kelele bwana. Pesa kuna ya finance badala in power Wajaluo na mama nyechali power Wajaluo sasa mnyamaza. Ile siku atatolewa ikiwekwa Mkikuyu, au Mkikuyu ni muizi. Wewe suibe, unaiba unakula na malaya Nairobi, badala uibe pewa wa vijana wenu. So broad base ni ya wabunge wa ODM ambao hawana formula. Mandugu zangu, nataka kuambia vijana Wajaluo na nataka niambie wamama Wajaluo, kwa sababu hizo kitengo mbili ndio watu wanaumia. Wewe mama, wewe kijana, uchaguzi ya mwaka 2027 Raymond Omolo akikwambia left usiulize, enda na Omolo left. Omolo akikwambia right, enda na Omolo, kwa sababu Omolo ndiye kuna formula ya kutondoa juu ya mawe. Raymond Omolo ndiye kuna agenda ya vijana Luo Nyanza. Baada ya kuna agenda moja kukununua upige mtu kwa matanga, ila julikane kwamba yeye ndiye kuna nguvu. Wandai anaweza kukununua kati wa matanga ndio usukume watu ndio ajue kwamba yeye ni popular. Lakini Daktari Raymond Omolo hana pusi kama hizo. Omolo hana jinga kama hiyo. Omolo ni adui ya maskini kule Luo Nyanza. Raymond Omolo ndio dawa ya maskini, kwa sababu ameona siasa ambayo tumechezwa na vinyangariko wa ODM. Sasa wako Mombasa, ukiuliza kwani Mombasa mnafanya kazi gani? ODM at 20 inasaidia Mjaluo na nini at 20? Sitima iko Luo Nyanza. Shule ni 1942 kabla sijazaliwa ndio iko Luo Nyanza. Vizingine zimekaa hivi Kombo na wako at 20. Barabara zipo ODM at 20. Munachukua pesa ya CDF, munabeba na vijana kutoka constituency zenu kutoka Luo Nyanza kupeleka Mombasa. Kila mtu 15,000. Lakini pesa hizo ukiambia weka pamoja, jenga technical college, hawawezi jenga. But saya kuiba pesa kwa niaba ya kubenefit, wanachukua pesa zetu wanaenda naye Mombasa. Wajaluo, kiongozi ambaye tutondoa kwa maskini, ambaye tutondoa kwa goons ni Mheshimiwa Super PS Daktari Raymond Omolo. But kama utazidi kukufuata hao vinyangarika, my friend, Luo Nyanza tunaenda kupoteza zaidi. So nataka kuambia Wajaluo wenzetu, yule mtu ako na agenda kwetu kama jamii, yule mtu ambaye anajua Mjaluo anafaa kufanana na Mkisii ni Mheshimiwa Raymond Omolo. Lakini wa ODM agenda yao ni moja. Wewe nunulia kama malaya ya shilingi 200 na bangi ya 50. Enda piga watu kwa matanga. So ni wakati wetu kama vijana kujua ya kwamba tunataka nini. Na yule kiongozi ambako na agenda yetu, hiyo narudia, my friend, Raymond Omolo hataki vita. Raymond Omolo hataki vurugu. Wanga ndio king of vurugu Homa Bay. Unaona vile watu wanapigwa Kasipul kwa sababu nani? Wanga. Ana support nani? Kijana Ongondowere. Ongondowere ndiye alifanya Wanga akakuwa governor. Kwa sababu alikuwa nini? King of goons. So hiyo goonism ndiye alifanya Wanga kuwa nini akakuwa governor. Nataka kuambia vijana wetu wa Luo Nyanza, hata sisi waje jamii vingine watuone ya kwamba sisi ni watu ambao ni starabu, watu ambao wapendi vurugu. Tufuate daktari. Yule mtu aongei lakini matendo ndiyo yanaongea Luo Nyanza. Kama sio Molo, hata hizo vitu mnaambia Homa Bay haingeonekana. So uliza, kama Molo anajenga Homa Bay na pesa ya county ya Wanga, anaenda wapi? Si ndio naenda naye Inda, zingine wanaenda naye Dubai. Ndio hiyo inaenda sikia ODM 20 wako Mombasa. Pia ni pesa ya Homa Bay inakulwa. Ojilo the same. Pesa ya Migori iko wapi? Mombasa County. ODM 20. CDF ya Sunais Junet Mohamed yuko wapi? ODM 20 inakuliwa.
but zile shule yenye kukwetu ni zile zile. Vijana, mimi nawaomba kwa pole, tuache siasa ya rungu, tuache siasa ya changa, ya matanga, tufuate mheshimiwa daktari, kijana ambayo hataki vurugu na ano chochezi, na hataki ukabila, na hataki fitina. Fitina ambayo yako nayo Omollo ni fitina ya kuondoa umaskini Luo Nyanza. So wale wa kizungu mingi ambao anapenda wa Kikuyu, anapenda wa Kisii, anapenda wa Kamba, anapenda wa Luya, tena anatuambia ataka kuwa kimpini. So endo kuwa kimpini hao watu unapenda. My friend, sasa tumejanjaruka. Tutakuuliza wewe umefanyia Mjaluo nini? It is our time, we as Luos, to identify kwamba Omollo is the best man, Omollo is the right man. Kama sisi vijana, muda sikudanganye. Ukidanganywa, fuata goons, utakuwa maskini, CDF itakuwa na kuliwa. Watu wananunua ranking ya uongozi. I am the best MP, I am the best governor. Lakini ukienda zero work. My friend, tufuati Walker Nyipir, ndiyo kiongozi ambayo hataki umaskini Luo Nyanza. Asante sana, Mungu abariki.